kwenye Matendo ya Mitume walikuwa wajanja sana. Kila mara walipokuwa wanafanya muujiza, wanageuza ule muujiza kama ndoano ya kuhubiri Injili. Sio kama leo shuhuda zikitolewa unasikitika sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Nashukuru Mungu nimepata gari. Amen. Amen. Kwenye kanisa la kwanza kila muujiza ulikuwa source of message. Source of message. Angalia kwenye Matendo 3. Yule kiwete alipotembea, watu wakakusanyika. Wakamwambia, ndugu zangu, sio kwa uwezo wetu wala sio kwa utawa wetu, mtu huyu ametembea. Ni imani katika jina lake Yesu. Akasema jina lake limemtia nguvu mtu huyu namuona. Akasema mtu huyu ambaye ninyi mlimsulubisha, mkamua, akafuka siku ya 3. Afa tubuni basi, anaelekeza tubuni, kitu cha kufanya, tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe. Zipate kuja nyakati za kurudishwa kwa angalia, dhambi zenu zifutwe. Ni Injili. Akaanza kutoa kwenye kiwete kupona miguu kwenda kwenye nini? Dhambi zenu ziondolewe, kwa sababu hata kiwete akipona miguu na hajamwamini Yesu Kristo bado ana kimeo. Iko sawa? Kwa kiwete anaweza akatembea na bado akawa hajapata kitu ambacho Mungu anataka apate, kwa sababu baada ya kutembea na hajamwamini Yesu Kristo hana nini? Uzima. Mungu anamwona bado ni amekufa ijapokuwa anatembea. Kwa ndio maana wanaelekeza huko. Mtu ambaye amekuwa kiwete kwa muda wa miaka 38, jambo gani kubwa analoweza kumpata? Miaka 38 ni kiwete. Maana yake nini? Ni afadhali mtu aishi miaka 40 kiwete kuliko akafa hajamwamini Yesu Kristo. Sababu hilo jambo ni la hatari zaidi. Kwa hiyo wokovu mkuu ni ujumbe wa msingi sana kwa mwanadamu.